الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها المؤمنون، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومعنى التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقيل في تعريفها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ndugu zangu katika imani, awali yote hatuna budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema hii kubwa aliyotujalia ya kutimiza mwezi wa Ramadhani, pamoja na kuwa ametupa taufiki ya kufunga na visimamo vya usiku. Hii yote tupaswa sisi kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema katika kitabu chake: walitukmilul iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Na mtimize idadi ya mwezi wa Ramadhani, lakini kadhalika mshukuru Allah na mtukuze Allah tabaraka wa taala katika siku yenu tukufu hii, yaumul Eid, Eidul Fitr, katika siku ya Eid hii ambayo ni Eidul Fitr. Ayuha almuslimun, hadha yawmun farhin wa sururin wa dhikrillahi subhanahu wa ta'ala wa shukrihi. Hii ni siku ambayo Muislam anatakiwa kufurahi ndani yake kulingana na mafunzo ya Allah tabaraka wa taala na Mtume Muhammad sallam. Pia vile vile ni siku ya kumtaja Allah kwa wingi na kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa taufiki ya mambo mbalimbali aliyotupatia ndani ya mwezi wa Ramadhani na nje ya mwezi wa Ramadhani. Ayuha almuslimun, fa inni usikum bitaqwa Allah azza wa jalla. Ninakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala fi kulli zamanin wa makanin, fi jami'i shuhur, katika kila sehemu na kila nyakati. Na kuhusieni juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Tumuogopeni Allah tabaraka wa taala katika maisha yetu yote. Tusiwe watu wa kumuogopa Allah tabaraka wa taala katika mwezi wa Ramadhani peke yake, lianna Allah tabaraka wa taala hayyun la yamut, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ambaye ndiyo Mola wetu yupo hai wala hafi wala halali. Allah tabaraka wa taala anatuona tunayoyafanya katika maisha yetu yote, sio katika mwezi wa Ramadhani peke yake. Lidhalika ahlul ilmi wanasema maana ya ucha Mungu, kama nilivyotangulia kutaja mwanzoni mwa khutba, wanasema an ta'mala bi ta'ati Allah, ni wewe kumtii Allah tabaraka wa taala, kutekeleza maamrisho yake, ala nurin min Allah, tena kwa ilmu itokayo kwa Allah tabaraka wa taala. Tarju thawab Allah, hali yakuwa unataraji kufanya hivyo thawabu kwa Allah tabaraka wa taala. Wa an tatruka ma'asiyata Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah, na uache maasiya, kumwasi Allah tabaraka wa taala, uepuke yale aliyokataza kwa ilmu tena itokayo kwake, huku ukiogopa adhabu za Allah tabaraka wa taala. Hadhihi hiya taqwa, huu ndio ucha Mungu. Waqila fi ta'rifiha, bali ahlul ilm wengine wakaenda mbali wakasema maana ya ucha Mungu: khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa,
acha madhambi makubwa na madogo, huo ndio ucha Mungu. Wasna kamashin fawqa ardi shauki yahdharu ma yara, na jalia au fanya kama vile yule mtu ambaye anatembea katika ardhi yenye miba, anaofia yale anayoyaona katika ile njia. Namna anavyoikwepa ile miba njiani, ndivyo wewe unavyotakiwa kuyakwepa maasi. Akamalizia akasema, la tahqiranna saghiratan, wala usidharau madhambi madogo. Fa innal jibala minal hasa, kwa hakika mlima au majebali makubwa yametokana na vichangarawe na vijimawe vidogo vidogo. Yani kwa maana Muislamu anapofanya dhambi ndogo, hiyo ndiyo njia ya kuelekea katika dhambi kubwa. Ayuha almuslimun, fattaqullaha tabaraka wa taala fi jami'i shuhur. Hivyo basi twapaswa kumcha Allah tabaraka wa taala na kumuogopa Allah tabaraka wa taala katika miezi yetu yote, bali mpaka mwisho wa uhai wetu. Allah tabaraka wa taala anasema, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Allah tabaraka wa taala mpaka kitakapokujia wewe kifo. Hapo ndiyo itakuwa mwisho wa ibada za Muislamu, kwamba akishakufa hawezi tena kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Hafidhu ala salawati al-khams fi jami'i hayatikum. Hivyo basi Waislamu, chungeni swala zenu 5 katika maisha yenu yote, mpaka pale kifo kitakapokujieni ndiyo kiwatenganisha na swala 5. La taj'alu taqwa, msiufanye ucha Mungu kwamba ni kitu cha msimu tu. Msifanye kwamba kuacha maasi ni kitu cha mwezi wa Ramadhani peke yake, kisha ukiisha mwezi wa Ramadhani turudi kule tulipokuwa. Bali idha alima Allahu min al-'abd, Allah tabaraka wa taala akijua kwamba anna al-'abda sayarji'u ila al-ma'asi wadh-dhunubi ba'da Ramadhan, kwamba atarudi katika madhambi baada ya mwezi wa Ramadhani kwisha, fa innahu la yataqabbalu minhu amalan fi Ramadhan, hatomkubalia matendo yake katika mwezi wa Ramadhani. Allah anatujua nia zetu. Yani kuna watu wameazimia ukiisha mwezi wa Ramadhani wanaacha kuswali na wanarudi katika yale madhambi waliokuwa wameyaacha, na wala hutawaona tena wakiwa mbele katika mambo ya kiibada. Hasa ahlul ilmi wanasema mtu mwenye nia hii ya kuacha sala na kurudi katika madhambi baada ya mwezi wa Ramadhani kuisha, basi Allah tabaraka wa taala la yakbalu minhu amalan, atomkubalia amali yake, hata zile saum na yale matendo mema aliyokuwa anayafanya mwezi wa Ramadhani. Kwa kuwa nia yake ni chafu, basi Allah tabaraka wa taala atamrejeshea matendo yake. Lianna tauba almuwaqqata la tuqbal, kwa sababu tauba ya muda maalum huwa haikubaliwi. Ayuha alikhwa, fa inna min shuruti tauba, miongoni mwa masharti makuu ya tauba, an ya'zima al-insan ala alla yauda ila dhunubi wal maasi, ni mtu kuazimia kwamba sitarudi kamwe biidhnillah katika yale madhambi niliyokuwa. Hivi ndio tauba ya mtu itapokelewa. Lakini wewe unarudi kwa Allah katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ukiisha unarudi kule katika maasi uliokuwa ukiyafanya. Abu Bakar radhiallahu anhu, wakati Mtume salama alipofariki, alizungumza maneno mazito ambayo huwa tunayataja katika mwezi wa Ramadhani. Aliwaambia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, aliyekuwa anamwabudu Muhammad wa sallam, basi Muhammad amekwisha kufa. Sababu kuna watu waliacha Uislamu hata wakaritadi kwa sababu ya Mtume salama amefariki, wakaona ndio mwisho wa dini na kufanya ibada. Ni mfano wa Waislamu ambao wanafanya ibada katika mwezi wa Ramadhani, kisha mwezi wa Ramadhani ukiisha wakaacha ibada. Ni mfano wa wale wanafiki, wale watu walioritadi wakaona Muhammad wa sallam ashakufa Mtume, basi ndio mwisho wa dini tena na ndio mwisho wa ibada. Ni mfano wa watu kama hawa. Angalia sahaba wa Mtume sallam, Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu anasema, man sama ramadanan wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu sayarji'u ila al-ma'asi ba'da ramadan fa inna a'malahu mardud la yuqbal minhu, matendo ya mtu huyo atarejeshewa mwenyewe, hayatokubaliwa. Mtu anayefunga Ramadhani huku akijiambia katika nafsi yake kwamba Ramadhani kiisha narudi kule nilipokuwa, sitaswali,
narejea katika maasi, Allah tabarak wa taala hakubali saumu na matendo ya mtu mwenye nia kama hii. Ayuha al-ikhwa, faman kana ya'budu ramadana falyalam anna ramadana qad intaha wa qad inqada. Aliyekuwa anafanya ibada kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani ajue basi Mungu wake amekwisha. Sababu sisi hatuabudu mwezi wa Ramadhani, tunamwabudu Allah tabarak wa taala, wala hatufanyi ibada kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, bali huo ni ushirikina. Ushirikina ni kumwabudu asokuwa Allah. Ukifanya ibada kwa ajili ya kitu chochote kile kinyume na Allah, wewe ni mushrik, wewe ni mshirikina. Ndiyo maana sisi tunafanya ibada kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, hatufanyi ibada kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Tunafanya ibada na tunaacha maasi kwa kumuogopa nani? Allah. Hatuogopi mwezi. Mwezi si ni kitu cha muda. Angalia mwezi wa Ramadhani ushakwisha, basi utaona watu na Uislamu wao umekwisha. Baada ya kuwa mwezi wa Ramadhani umekwisha, mtu na Uislamu wake nao ndio mwisho. I'budullah, ittaqullah, la tattaqu shahra. Muabuduni Allah tabarak wa taala, muogopeni Allah tabarak wa taala, msiuogope mwezi. Hasa Mungu wa baadhi ya watu ni Mungu wa kulala kwa maana hiyo, na Mungu wa kwisha. Kama hii misimu ni misimu ya kuondoka, basi watu wengi itakuwa ni mwisho wao wa ibada. Na hili jambo linasikitisha sana katika ulimwengu mzima. Vile waislamu wanavyokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndivyo ilipaswa tuwe hivyo katika maisha yetu yote. Ucha Mungu sio kitu cha mwezi wa Ramadhani tu, ayuha al-ikhwa. Swala zipo kila siku. Saumu ni ya mwezi wa Ramadhani, kisha basi zinabaki saumu za sunna. Wa min alamati qubuli al-amal au amali al-abd, miongoni mwa alama zinazoonyesha matendo ya mja yamekubaliwa, an yuwaffaqa al-abdu li'amalin salih ba'da Ramadhan, ni mtu kupewa taufiki ya kuendelea kufanya matendo mema baada ya mwezi wa Ramadhani. Hii ni dalili inaonyesha kwamba saumu zako zimekubaliwa, na ile qiyamul layli na yale matendo mema uliofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani yamekubaliwa. Yani ukimuona mtu ameendelea na ibada na kufanya matendo mema hata baada ya mwezi wa Ramadhani kwisha, hii ni dalili inaonyesha kwamba huyu hata yale aliyotenda ndani ya Ramadhani yamekubaliwa. Na kinyume chake hivyo hivyo, mtu akirudi katika madhambi akaacha swala tano, ni dalili inaonyesha kwamba Allah hajamkubalia yale matendo yake yote aliyoyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Taqulu ummul mu'minina Aisha, ummul mu'minina Aisha anasema, sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, siku moja nilimuuliza mtume wa sallam, an hadhihi al-aya, kuhusu aya hii inayosema walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un. Alimuuliza kuhusu aya inayosema, na wale wanaofanya matendo mema au wanatoa vile walivyopewa hali ya kuwa mioyo yao imejawa na hofu. Akashangaa Aisha, akamuuliza mtume wa sallam, ni kina nani hao wanafanya matendo mema tena wamejawa na hofu katika mioyo yao? Akamwambia, ahumul ladhina yasriqun wa yashrabuna al-khamra, ni wale wanaoiba na wanalewa, wanakunywa pombe. Mtume wa sallam akamwambia, la ya binta Siddiq, sio hao. Humul ladhina yasumuna wa yusallun, ni wale waislamu wa kweli wanaofunga na wanaswali swala tano, wayakhafuna alla yuqbala minhum, lakini wanaogopa matendo yao yasije yakakosa kukubaliwa. Hawa ndio waumini wa kweli, wanafanya matendo mema na huku wanaofia yasije yakakosa kukubaliwa. Lidhalika hawawezi kurudi katika madhambi, kwa sababu wao wana hofu huenda haya tuliyoyafanya ndani ya Ramadhani yakakosa kukubaliwa ikiwa sisi tutarejea katika maasi. Falidhalika kana salafu yakhafuna alla yuqbala minhum, salafi walikuwa wakiogopa mno jambo hilo, kwamba matendo yao yasije yakarejeshwa. Na ayuhal mu'minun, na sisi tunatakiwa kuwaiga watu wema, kwamba tuwe na hofu juu ya jambo hilo. Wakanu yad'una Allah 6 ashhurin ba'da Ramadhan an yataqabbala minhum, na walikuwa wao wakizidisha dua hata baada ya mwezi wa Ramadhani kisha wakimuomba Allah, ya Rabbi, tukubalie yale tuliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, tukubalie ibada zetu. Wakifanya hivyo miezi 6 baada ya mwezi wa Ramadhani kisha. Sisi Ramadhani kisha na sisi tunakwisha msikitini. Ule msikiti uliokuwa unaona unajaa ndani ya Ramadhani, nenda kuanzia kesho na kesho kutwa kaangalie hali ikoje.
ndio utajua kwamba waislamu wa kweli tulionao ni wachache sana. Sisi tumebaki na uislamu wa majina na makanzu na makofia basi. Lakini uislamu wa kimatendo wa kudumu misikitini hatuna. Ujanja mwingi, hatushiki dini kisawasawa. Ni uislamu wa maneno tu, hakuna matendo, hakuna vitu vyote vinavyohitajika katika imani ya mtu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tumcheni Allah tabarak wa taala. Huenda Ramadhani ijayo tusione. Usirudi katika madhambi baada ya mwezi wa Ramadhani kuisha. Hakuna hasara kubwa kama hiyo. Tunamuomba Allah tabarak wa taala awajalie ndugu zetu walioanza kuswali katika mwezi wa Ramadhani wasiache swala. Tunamuomba Allah tabarak wa taala asiwarudishe ndugu zetu katika maasi walioyaacha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Asiwarejeshe huko baada ya mwezi wa Ramadhani kuisha. Tunamuomba Allah tabarak wa taala asiwarudishe walioacha zinaa katika zinaa baada ya mwezi wa Ramadhani kuisha. Allah tabarak wa taala asiwarejeshe waizi katika wizi baada ya mwezi wa Ramadhani kuisha. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atujalie tuwe ni wenye kuacha maasi kupitia Ramadhani hii katika maisha yetu yote, na iwe ni sababu ya sisi kuswali swala 5 na kudumu misikitini katika maisha yetu yote. Tunamuomba Allah tabarak wa taala aikubali dua hii na aijibu dua hii. Mwisho kabisa tutoe maangalizo kadhaa. Katika hayo Mtume sallam alikuwa katika siku za Eid kama hizi akiwanasihi wanawake akiwaambia ma'ashara an-nisa tasaddaqna, enyi wanawake toeni sadaka kwa wingi. Fa inni uritu an-nara fara'aytu akthara ahliha an-nisa, mimi nilionyeshwa hali za motoni nikaona wengi walioko motoni ni wanawake. Akataja sababu akasema yakfuruna al-ashira, kwa sababu wanapinga ihsani wanazofanywa, wa yakfuruna al-ihsan, wanapinga zile ihsani, hawashukuru ule wema wanaotendewa na waume zao. Akasema lau ahsanta ila ihdahunna dahra, lau kamtendea wema mwaka mzima mwanamke au mke wako, thumma ra'ti minka shay'an, kisha akaja kuona dosari ndogo tu kwako, qalat, basi huwa wanasubutu kusema kwamba ma ra'aytu minka khairan qat, sijawahi kuona khairi yoyote kwako. Akapinga ule wema wote aliokuwa anafanyia. Hivyo hii ni tabia ambayo wanawake wa Kiislamu walikuwa wanaonywa katika viwanja vya Eid kama hivi. Mtume salama akiwaambia watoe sadaka kwa wingi kwa sababu wao ni wengi motoni. Ayuhal muslimun, jiepusheni na tabia ambazo sio za Kiislamu katika siku za Eid. Tabia hizo miongoni mwazo ni kuifanya siku ya Eid ni siku ya ombaomba. Waislamu kuombana, kutakiana Eid njema kwa lengo la kumuomba mtu. Uislamu sio dini ya kuombaomba hovyo. Uislamu haombiombi illa kwa dharura kubwa mno. Mtume salama anasema la yazalu ar-rajulu yas'alu hatta ya'ti yawm al-qiyama wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin, mtu hatoacha kuomba mpaka siku ya kiyama atadhalilishwa yule mtu mwenye kuombaomba huku duniani. Atadhalilishwa vipi? Atakuja siku ya kiyama akiwa na fuvu la uso, hana nyama za usoni hata kidogo. Huu ni udhalili atapewa yule mtu aliofanya dini yake, kwa sababu kuna mambo ya ajabu sana katika siku za Eid. Kuna wanawake wamevaa vishungi huko mabarabarani, wapi, madukani, na watu wa hovyo huwatuma watoto wadogo waende wakaombeombe huko mabarabarani, jioni warudi na chochote. La, siku ya Eid sio siku ya kufanya mambo kama haya, bali katika siku zote Muislamu anatakiwa ni mtukufu na ni mwenye izza. Lakini pia mambo ya kufanya ziyaratul qubur fil a'yad, kutembelea makaburi katika siku za Eid ni miongoni mwa bid'a mbaya sana zinafanyika katika siku za Eid. Watu wamefanya siku ya Eid ni siku ya kurehemu maiti, ni siku ya kwenda makaburini na misahafu na kadha wa kadha. La, sisi tunatakiwa kuwaombea maiti wetu na ndugu zetu waliotangulia katika maisha yetu yote. Sisi tufanye siku ya Eid ndiyo siku ya kurehemu maiti na viungu vya ubani na nini katika siku za Eid. Tujiepusheni na mambo haya. Mtume wa sallam hajatufunza hivyo, ametufunza tuwaombee maiti wetu katika nyakati zetu zote, wala sio katika wakati mmoja maalum. Masahaba walikuwa wakikutana siku za Eid, baadhi yao huambia wengine taqabbala Allahu minna wa minkum, na hii ndiyo sunna ya watu wema waliotangulia. Haya maneno ni mazuri kuliko kusema ile minal faizin, au watu wana misemo ya Kiswahili, usiju kwangu hakuna nini na nini kalete kwako. Hiyo misemo si misemo ya salafu salih. Mtu akwambia Eidul Mubarak, usilete Uswahili au misemo ya kiselasela kama hiyo, usiju kwangu kuna nini na kwako kuna nini. Basi jalie hicho ulicho nacho. Wana misemo yao wenyewe. Sasa sunna na mwenendo wa salafu salih ni kusema
taqabbala Allahu minna wa minkum. Ndio maswahaba walikuwa wakisema hivi, ayuhal muslimun. Ndugu zangu katika imani, tutosheke na haya machache. Kubwa zaidi ninalo wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu, zile heka tulizokuwa nazo ndani ya mwezi wa Ramadhani tuendelee nazo. Heka zipi? Si heka za fitna, heka katika ibada. Vile tulivyokuwa tukijaa misikitini, ikiwa sisi ni waislamu kweli, la sivyo tutakuwa sisi ni wanafiki. Tukiacha ibada baada ya mwezi wa Ramadhani kuisha, tutakuwa kama wale walipoona mtume kafariki wakaacha Uislamu. Hatutakuwa tofauti na wale. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hafidhu ala salawati fi jamii hayatikum. Chungeni swala 5, ndio ngao yenu hiyo. Hakuna ibada kubwa kama hiyo baada ya shahada. Rasul amri alislam wa amudu salah. Kichwa cha dini ni shahada na nguzo kuu iliyosimamisha Uislamu wa mtu ni swala 5. Ukiacha swala umekwisha vunja Uislamu wako. Hakuna tena Uislamu mtu anapoacha swala 5. Kwa hiyo tuchunge matendo tuliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tuyahifadhi matendo yetu. Kuyahifadhi ni vipi? Ni sisi kuendelea na ibada na kudumu misikitini baada ya mwezi wa Ramadhani. Namuomba Allah tabarak wa taala asiturejeshe katika madhambi baada ya mwezi wa Ramadhani kuisha. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.